الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى na kumtakia ziada za rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Walillahi alhamd. Tungali tukiendelea katika mazungumzo yetu yanayohusiana na masala ya sheria, yani sheria ya dini tukufu ya Kiislamu, na tupo bado katika mlango wa tahara ambao ni ufunguo wa ibada takriban zote ambazo tunazifanya kila siku. Walillahi alhamd. Jana tuliangalia kwa kina mlango wa najasat, tukaona maana ya najisi katika lugha na sheria, tukaangalia sampuli za najisi na aina za najisi na jinsi gani tunaweza kujiweka mbali nazo ama kujitaharisha dhidi ya najisi. Leo tutaangazia juu ya masala ya alhaid wa nifas, masala ya ada ya mwezi kwa kina mama, hukumu zake zikoje, na masala ya ada za kina mama baada ya kujifungua, yani nifas. Kwenye baadhi ya vitabu hutumika kwa jina la wilada, japokuwa baadhi ya wanazuoni wamegawanya kuna wilada na nifas. Wakasema wilada ni ile damu nyingi inayomtoka mwanamama baada tu ya kujifungua, ile siku ya mwanzo au masaa ya mwanzo. Kisha nifas ni ile inayoendelea baada ya hapo. Alimradi kauli yenye nguvu zote ni nifas ndio wilada, na wilada ndiyo nifas. Alhaid lugha, neno hedhi katika lugha huwa as-sailanu. As-sailan ni damu inayotiririka kutoka katika fuko la uzazi la mwanamama, as-sailan. Wa shar'an, ama kisheria, damun tabi'iyya ni damu ya asili ya kitabia. Wajibiliya, damu ya kimaumbile, jibilla, kwa ni damu ya asili ya kimaumbile ndio hedhi. Yakhruju min qa'ri rahimi, inatoka ndani ya fuko la uzazi. Arrahimi ni pale ambapo panapotunga kizazi, kama Allah alivyosema ya'lamu ma fil arhami, jamu rahimi. Allah anajua kile kilichopo katika fuko la uzazi au pale panapotungwa kizazi. Na rahimi kwa maana nyingine pia ni udugu. Udugu apewa jina la rahimi likifungamanishwa na uzazi. Silatul arhami, kuunga kizazi ama udugu. Kwa hiyo hedhi ni damu ya asili ya kimaumbile, tabi'iyya jibiliya, ya asili ya kimaumbile inayotoka katika fuko la uzazi au pale panapotunga mimba, fi awqati ma'luma, katika nyakati maalum. Halu sihhati almar'a, na hii ni hali ya afya ya kiafya ya mwanamke, yani hali hii si ugonjwa, hali hii ndiyo uhai na ndiyo siha ya mwanamama. Binti akiingia kwenye hali hii tunasema hii ndiyo hali ya siha, kwa sababu kuna uhakika wa kupata ujauzito, na mara nyingi isipokuwepo hii ni muhali mtu kupata ujauzito.
Ndio maana hata wale wanaofikia hatua za kutotokwa na damu hii ya ada ya mwezi ni muhali kubeba ujauzito. Wallai yaisna min almahid min nisaikum, kama Allah alivyozungumza na wale ambao washachoka hawawezi kutokwa na ada za mwezi. Kuna umri fulani mwanamama akifika ni muhali kutokwa na ada ya mwezi, na pia halikadhalika ni vigumu kupata ujauzito. Kwa hiyo hali hiyo ni ya kisiha, si maradhi. Min ghairi sababi wilada, pia hedhi hutoka pasina sababu ya kuzaa. Maanake hii inatoka tu kwa muda fulani, tutakuja kuona nyakati zake. Mara nyingi ni kila mwezi mwanamama huenda katika desturi hii, mara nyingi. Maanake inaweza ikawa akaenda mara 2 au akaenda akapitia mwezi ukapita hajaenda. Haya yanatokea. Wanifas, na nifasi, damun yakhruju min mar'a au min almar'a inda alwilada. Nifasi ni damu inayotoka kutoka kwa mwanamke baada ya kujifungua au wakati wa kujifungua. Maana ilivyo mara nyingi huanza hata kabla ya kujifungua kwenyewe. Utasikia matabibu au wakunga au wakina mama wenye uzoefu wanakuambia chupa imepasuka. Kwa hiyo mara nyingi inaanza inda alwilada, wakati wa kuzaa kwenyewe, na si aqiba alwilada, si baada ya kuzaa. Na pia inawezekana akajifungua kabla ya kutoka. Hawa ni masala mengine ya kitabibu. Naweza kuuliza, kuna mtu ajifungua operesheni? Tayeb, tutakuja kuyaona huko. Jambo lingine, bidayatu waqti alhaidhi wa nihayatihi au wa nihayatuhu, mwanzo wakati wa hedhi na ukomo wake au na mwisho wake ni upi? La haidh qabla tamami 9 sinin, hakuna hedhi kwa mwanamke kabla ya kutimiza miaka 9. Binti lazima atimie miaka 9 ndio anaweza kuanza kuingia katika ada. Hii ndiyo mara nyingi ghalibu iko hivi, na inaweza ikachelewa miaka 10, 12 mpaka 13. Liannahu lam yathbutu fil wujud la limra'atin hayyada qabla hayyadat au hayd qabla dhalik, kwa sababu katika mazingira ya kawaida hapajapata kuthibiti kwa mwanamke kwenda ada ya mwezi kabla ya miaka 9. Ndio maana ikawa ndio hadi yake, ukomo wake wa mwanzo, au ndio kuanza kwa hedhi ni miaka 9. Waqad ruwiya an Aisha radhiyallahu anha annaha qalat, na kumepokewa masimulizi kadhaa kutoka kwa Aisha, Allah amuiradhi, kwamba yeye amesema, idha balaghatil jariya 9 sinina fahiya imra'a, atapofikia jariya, kijakazi, yani mtumwa wa Allah, miaka 9, basi huyo ni mwanamke. Manake huyo ashakuwa utu uzima, mara nyingi ni katika ada ya mwezi. Wala haidhu ba'da 50 sana fil ghalib ala sahih, wala hakuna ada ya mwezi au hedhi kwa mwanamama mwenye miaka 50 na kuendelea, mara nyingi fil ghalib, yani aghlabu au ni nadra, yani ni mara chache kumkuta mwanamama ana miaka 50 na kuendelea akiwa bado anaenda kwenye ada yake ya mwezi. Lakini aghlabu yake mara nyingi akifika miaka hii, ada hii hukoma ala sahih, kwa tafiti sahihi za wanazuoni wa Kiislamu. Waqad ruwiya an Aisha radhiyallahu anha annaha qalat, hal kadhalika imepokewa na kutoka kwa Aisha, Allah umuiradhi, kwamba yeye amesema, idha balaghatil mar'a 50 sana kharajat min haddil haid, atapofikia mwanamke miaka 50 hutoka katika kikomo cha wanaoenda ada ya mwezi ya hedhi. Kwa tunapata hapa
mara nyingi mwanzo wa ada ya mwezi kwa wanawake ni miaka 9, na mara nyingi mwisho wa ukomo wa ada ya mwezi kwa wanawake ni miaka 50. Ndio ufupisho wa mazungumzo haya ya nukta hii. Aqallu muddatul haidh wa akthariha, uchache wa muda wa hedhi na wingi wake. Maana yake sasa tumefahamu miaka 9 iweza kuingia katika ada ya mwezi, miaka 50 mara chache kuingia. Je, inatoka kwa kipindi gani? Imetoka ndani ya mwezi kwa kipindi gani? Ni siku 1, siku 2, mwezi? Uchache wake na wingi wake ni upi? Ndio nukta naizungumza. As-sahihi, iliyokuwa sahihi, annahu la hadda liaqallihi wala aktharihi. Usahihi, hakuna kikomo cha wingi wake, cha uchache wake wala wingi wake. Kwa kikomo chake bana, kwa uchache toka siku 1, kwa wingi labda sizidi siku 3, hakuna. Wa innama yurja fihi ila al-'ada wal-'urf, hilo la rejeshwa hilo katika desturi na ada na desturi. Tusimame kidogo hapa. Kivipi? Na tuliacha hivyo kwanza, tuje kuliona ufafanuzi wake huko mbele. Kuna baadhi ya vitabu kisoma kama Safinatun Najah, Mabadi al-Fiqhiyya, Irshadul Muslimina maarufu babu majaa, anasema wameweka kule baadhi ya ukomo na kwamba mara nyingi kwa uchache wake ni lahdha, mara chache hizo zatoka chap katika mchana masaa kadhaa, basi ada ya hedhi kakoma. Wingi wake 15 wameweka baadhi wanazuoni, kisoma kule. Tuangalie hapa, nasema ghalibul haid, mara nyingi hedhi, ghalibuhu 6 au 7, mara nyingi ni siku 6 au 7. Kule wameweka mchana mmoja tu, masaa 12 ndio uchache wake, ni baadhi ya vitabu. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallama li Hamna bint Jahsh radiyallahu anha, kwa kauli ya Mtume alimwambia Hamna mtoto wa binti wa Jahsh, akasema Allah miradhi, anasema tahayyadi fi ilmi llahi 6 ayyam, hedhi katika elimu itokao kwa Allah ni karibuni siku 6, zizidi hapo, au 7 zizidi, yani huu ndio wingi, haizidi hapo. Thumma ightasili wa salli 24 yawman, kisha thumma ightasili, kisha koga, wa salli, na usali 24 yawma, siku 24 zilizobakia katika mwezi. Maana yake siku 6 ada, zilizobakia 24 hizi utaswali kama kawaida. Au 23 yawman, au taswali siku 20 na ngapi? Na 3. Maana yake siku 7 ameenda ada huyu. Kama yahidhu an-nisa'i wa yuthhirna limiqatin haidhihinna wa tuhurihinna, kama wanavyoenda ada wanawake kwa nyakati maalum ya ada zao na utohara wao. Katika hili swala ada, kuna jambo linaitwa, limezungumzwa pale kwamba swala la ada ya mwezi halina uchache wala wingi wake, bali inaangaliwa ada na desturi. Ada ya mtu ambaye anaenda hiyo ada ya mwezi, desturi yake yeye yakwenda siku 1, yuaenda siku 1 miaka na miaka. Ikizidi siku 1 inakuwa si hedhi tena, inakuwa al-istihadha, damu ya ugonjwa. Mwingine anakwenda siku 3, ndio desturi yake. Ikizidi hapo si hedhi tena, hiyo ni istihadha, damu ya ugonjwa. Wanazuoni wakasema istihadha itafahamika kwa njia 2. Moja,
ni kuzidi muda wa kawaida ambao mwanamama huwa anaenda kila mwezi. Yeye ni siku 2 au ni siku 3 au ni siku 1, ikazidi katika siku 3, ikazidi katika siku 1, ikazidi katika siku 2, hapa atasema hii si hedhi tena, ni istihadha. Aina ya kwanza ni hiyo, kujua. Aina ya pili, harufu na rangi, wao wanafahamu. Akitazama ile rangi si ile ya kawaida ambayo ni ada humtokea. Akitazama ile harufu si harufu inayotokana na nini, na ada aliyoizoea, hapo nasema hii sasa si hedhi, ni istihadha. Lakini kwa nini mtu ajue istihadha? Sababu kuu ya kujua istihadha ni hii: mtu akishamaliza ada yake ya mwezi, mwanamama akaenda kwenye istihadha, manake bado damu inaendelea kutoka, hapa hukumu yake ya swali kama kawaida. Ndio mantiki ya kujua yale ambayo yalikuwa ni haramu ya hedhi yatakuwa hapa pia si haramu tena kwake. Kutufa al-Kaaba atatufu, kuswali ataswali, kufunga atafunga, kwa sababu damu hii ni istihadha. Ni istihadha maana yake ni damu ya ugonjwa, si hedhi ya asili. Kwa atarejea kwa madaktari aende apate tiba ya kutokwa na damu katika muda unaokuwa wa ziada ambao sio ada yake. Mtu anatoka hata mwezi mzima, Sheikh, sio unasema ni hedhi. Na hili sasa hivi limejaa sana katika ulimwengu wa sasa. Yasemekana kwa sababu watu wanatumia madawa ya kuzuia, ya madawa ya uzazi wa mpango. Iwe ni vijiti, ndio vijiti, siji vitanzi, ndio hivyo, siji vijiti ndio vitanzi. Iwe ni vijiti, iwe ni sindano, iwe ni vidonge, mara nyingi vinabadilisha mfumo wa utokwaji wa ada ya mwezi kwa mwanamama. Kwa hiyo unakuta mwingine anatoka fluently, yani inaendelea tu mwezi mzima yanatokaga tu, au ndo maisha yake yako hivyo. Sasa huyu haji kwenye hukumu ya hedhi tena. Hii inabadilika kuwa ni hukumu ya istihadha, ni damu ya ugonjwa. Kwa hiyo atatekeleza ibada ya swala, atafunga, atatufu al-Kaaba, atashika msahafu kama kawaida, huku akiendelea kuwaona matabibu wampe dawa ya kumponya ili aende katika hali iliyokuwa ya kawaida. Ndio maana ya kujua hii ni hedhi na hii ni istihadha. Yani hii ni damu ya ada ya mwezi ya kidasturi ya kawaida, ambayo ni siha kama tulivyosema kule mwanzo, ni hali ya kiafya. Na hii ni istihadha, damu ya ugonjwa. Mmeelewa mantiki ya kujua muda wa hedhi? Kwa mtu mwanamama anarejea katika ada yake, desturi yake, huwa anaenda siku ngapi? Ikizidi tu lazima akague ile damu, ipo katika harufu ile ile ya ada, rangi yake ni ile ile ya ada. Hapo atapata jawabu na atapaswa kujisafisha tu na kujistiri, isichafue nguo zake za nje, na baada hapo atekeleza ibada ya swala kama kawaida. Tutakuja kuona istihadha imeelezwa kirefu katika mazungumzo chini insha Allah. Baada ya hapo tuyaangalie mambo ambayo ni haramu kufanywa kwa mwenye hedhi na hata nifasi, ama kufanywa na huyu mwenye hedhi au nifasi. Ni haramu mambo yafuatayo kufanywa na mtu mwenye hedhi, yani ada ya mwezi, au nifasi, au mwenye nifasi ada ya baada ya kujifungua au wakati wa kujifungua. Moja, alwat'u fil farj. Moja ni kukutana mwenza wake. Hili ni haram mutlaq. Na walillahi alhamdu, wanazuoni wa sasa wa matabibu wamekiri kwamba kuna madhara makubwa ya kukutana wenza kukutana katika muda huu wa ada, kwa sababu uchafu ule unaweza kuleta maradhi makubwa kwa mwanamke, hasa kwa mwanaume, na pia mwanamke anapata madhara. Kwa hiyo hili ni haramu, na hili ni kwa mujibu wa Qur'an, sura ya 2 Suratul Baqara aya 222, fa'tazilu an-nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yatahharna. Jitengeni mbali, fa'tazil, jitengeni kabisa, an-nisaa, dhidi ya wanawake, fil mahid, wakati wa ada zao, ima hedhi ama nifasi, wala taqrabuhunna, wala msiwakaribie,
hatta yathurna, mpaka wataharike, ada ile kome ifike hitamu na tamati, ndiyo maruhusiwa kuwaendea. Kama Allah yasema fa idha tataharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah, wakisha kuwa safi mtaharika na wakakoga wakajitaharisha, basi waendeeni hao pale alipokuamuruni Allah subhanahu wa ta'ala, si pengine. Lugha imeeleweka.